pia tungependa kusisitizia zaidi kwa sababu tunaona wapinzani wetu wanajaribu kuleta siasa katika ile ripoti ya Meja Jenerali Ogolla, ni kusema kwamba sisi hilo ni swala ambalo ni la muhimu zaidi, ni swala ambalo ni la siri ambalo linafaa kushughulikiwa na asasi ambazo zinahusika na mambo ya kiusalama, na kwa hivyo tusiingize siasa kwa masuala kama hayo, kama vile ambavyo tunaona wapinzani wetu wakijaribu eti kwa sababu ya hii na kadhalika. Kama kulikuwa na dosari kidogo pengine ya nyakati, hiyo ni kawaida. Hata mimi arifa yangu wakati mwingine nikiangalia unaweza kuwa na tofauti kidogo pengine kwa sababu ya vile ambavyo iliweza kuchapishwa. ETV Africa News at this hour. Itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Leo hii tumekuja hapa kama serikali ili kuweza kuhutubia masuala ibuka ambayo yanaambatana na mambo mengi ambayo yametokea tangia wiki zilizopita, ndiposa tuweze kukuelezeni wewe Mkenya mikakati na miradi ya kimaendeleo ambayo tumeiweka kwa uhakiki kuhakikisha kwamba tumeyafikia malengo ambayo tuliweza kuyaazimia wakati tulipochukua hatamu za uongozi. Jambo la kwanza ambalo tungelipenda kusema ni kwamba kuna tetesi potovu ambazo zinasema kwamba kuna mswada wa fedha ambao unawashinikiza wa Kenya ndiposa waweze kupata shida kwa sababu ya kodi ambazo pengine wenyewe hawezi kumudu. Na ni vizuri kusema pia kutoka mwanzo kwamba hamna mswada wa fedha ambao umeweza kuchapishwa ama ambao uko katika bunge. Hamna mswada wowote. Kwa hivyo kuna wale ambao walitumia hiyo nafasi mwaka uliopita kuzua rabsha na bugdha na maandamano, na ikawa kwamba nchi ikaonekana kana kwamba haiwezi ikasimama. Serikali inasema kwamba ndivyo kutakuwa na mswada, lakini baada ya makadirio ya bajeti tarehe 30 mwezi huu wa Aprili, mwezi wa 4. Kwa hivyo hamna, na wakati tutapokuwa na wakati ule tutakuwa na njia mwafaka ya kuweza kuelezea Wakenya yale mapendekezo, alafu watoe maoni. Mtizamo wetu kama serikali ni kwamba hatutakuwa tukiangazia sana kuongeza kodi, bali ni kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba wale ambao hawalipi kodi wameweza kulipa, ndiposa tusiweze kuongeza marupurupu mengine, na pia kuhakikisha kwamba tumeweza kuwasaidia wale ambao wako katika kipato cha chini kuweza kufaidika. Kwa hivyo kuna propaganda nyingi ambazo zimeendelea hapa, na ni vizuri zaidi kusema kwamba jambo hilo lipo vile. Jambo lingine la pili ambalo tungeweza kuelezea, kama vile ambavyo tumetoa msimamo, tunasikitika kwamba kwa njia moja ama ile nyingine kuna wale polisi pengine walitupia tear gas ama vile ambavyo vilivyotendeka kwa watoto na wanahabari. Hilo ni jambo ambalo tunalisikitikia na tunatumai kwamba halitofanyika tena. Ambalo pia tungependa kusisitizia zaidi kwa sababu tunaona wapinzani wetu wanajaribu kuleta siasa katika ile ripoti ya Meja Jenerali Ogolla, ni kusema kwamba sisi hilo ni swala ambalo ni la muhimu zaidi, ni swala ambalo ni la siri ambalo linafaa kushughulikiwa na asasi ambazo zinahusika na mambo ya kiusalama, na kwa hivyo tusiingize siasa kwa masuala kama hayo, kama vile ambavyo tunaona wapinzani wetu wakijaribu eti kwa sababu ya hii na kadhalika. Kama kulikuwa na dosari kidogo pengine ya nyakati, hiyo ni kawaida. Hata mimi arifa yangu wakati mwingine nikiangalia unaweza kuwa na tofauti kidogo pengine kwa sababu ya vile ambavyo iliweza kuchapishwa. Lakini serikali iko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba imeweza kutimiza malengo yake yote, na ndiposa unapoangalia vile ambavyo tulipoingia katika mchakato huu wote wa pesa mfukoni, sasa hivi tunavyozungumza, ni kweli kusema kwamba kuna aina ya mimea
ambayo imeweza sasa kuzalishwa vizuri, na Wakenya wanafaidika sana katika vile ambavyo wanapata pesa mfukoni. Kwa mfano ukiangalia macadamia sasa hivi imeweza kuongezeka kutoka shilingi 24 mpaka shilingi 100 kwa kilo. Hilo sio jambo ambalo lilikuwa linafanyika hapo awali. Ukiangalia kama ni kahawa sasa hivi watu wamepata mpaka zaidi ya shilingi 130 kwa kilo moja. Kwa hivyo watu wanaweza kupata fedha hizi vile ambavyo tulivyosema. Tunajua fika mambo ya maziwa kwamba sasa hivi kilo moja ama lita moja ya maziwa ni shilingi 50. Na pia ukiangalia hata wale wenzetu ambao wanafanya ukulima wa miwa, sukari, utapata kwamba sasa hivi tunaweza kuwalipa shilingi 5,300 kwa tani moja ya miwa kutoka shilingi 4,500. Ikumbuke kwamba hapo awali pia tuliweza kuwapatia bonus ya shilingi milioni 150. Pia watu wa miraa ambao ilikuwa ni kizungumkuti hapo hivi, kuna aina 3 za miraa, na tunaona kwamba ile grade ya kwanza sasa hivi imeweza kuongezeka kutoka shilingi 700 mpaka 1,300, ongezeko la shilingi 600. Pia grade ya pili tumeweza kupata kutoka shilingi 350 mpaka ikawa ni maradufu kwa shilingi 700, na pia ile ya mwisho ya Alil ambayo sasa inaweza kutoka shilingi 500 mpaka shilingi 1,000. Hayo ni mambo mazuri sana. Na sasa hivi hatuuzi tu kahawa yetu tu vile ilivyo. Tunaweza kufanya ile tunaita kwa kimombo value addition, na tunapeleka katika nchi za kigeni, jambo ambalo limeweza kusaidia sana. Sisi wenyewe ndio tunaweza kuuza parachichi kwa njia ya hali ya juu zaidi katika Afrika nzima, na pia mambo hata ya ngozi tumeweza kusonga mbele. Zaidi ya hapo ukiangalia mpango wote wa Taifa Care, wa Kenya wenzangu, tunashukuru kusema kwamba sasa hivi ukiangalia ruwaza ya 2030 Vision 2030, watu tunaendelea kushangaa kwa nini watu wanasema kwamba ati mfumo huu haufanyi kazi, na ilhali zaidi ya Wakenya milioni 8.5 wameweza kwenda katika hospitali tofauti tofauti kutafuta matibabu, na wameweza kufaidika. Watu zaidi ya 711,172 wameweza kuangalia mambo ya damu, pia wameweza kuangaliwa mambo ya sukari, diabetes ukipenda, ugonjwa wa sukari, watu 1,314 zaidi. Na pia tayari tumeweza kuongeza kama ungeweza kupata mambo ya saratani kutoka shilingi 1,400 mpaka 1,550, na ukiingia katika ICU ama HDU sasa hivi tunakulipia pesa nzuri zaidi kutoka shilingi 4,480 mpaka shilingi 28,000. Na hayo ni mambo ambayo tunashukuru kwa sababu Wakenya zaidi ya milioni 19 wameweza kujisajili, na hilo ni ongezeko kubwa sana la asilimia 146 ukiangalia mfumo wote ambao uliokuweko, mfumo wa NHIF. Na tunalipa kila mwezi, tunajaribu kuhakikisha kwamba tunalipa ili tuweze kufanya mambo haya ya kuwe salama.